الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وكم أحث الله تعالى في كتابه العزيز وأبان المصطفى بفصيح خطابه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال أيضا: من رزق الدعاء فقد رزق الإجابة. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, zipenzi zangu watukufu, nimerudi katika mtandao kutoa tena nasaha nyingine ambayo kuna fursatun dhahabia, kuna fursa ya hali ya juu ambayo yataka tuipatilizeni fursa kama hii. Tumnyenyekee Mwenyezi Mungu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu, tumdilieni Mwenyezi Mungu apate atusamehe madhambi tuliyoyafanya, apate atuondoshe na sisi adhabu balaya kama hii iliyotupata. Fursa yenyewe iko kesho. Kuna siku yaitwa Lailatul Mubaraka, Lailatul Nisfi min Sha'ban, Lailatul Barra. Ina majina mengi hii siku ya kesho, siku ya Jumatano baada salati al-maghribi. Usiku huu ni usiku mtukufu sana, usiku ambao mtume haukumpita ila alikuwa akikazana kwa kufanya ibada. Na sisi yatakikana katika usiku huu tusimame usiku kuta kwa ibada, kutavarrai kwa Mwenyezi Mungu, kufanya tawadhu kwa Mwenyezi Mungu, kufanya khushui, kueleza iftikhari yetu, kueleza haja zetu kwa Mwenyezi Mungu. Insha Allah Taala, kwa baraka ya Lailatul Nisfi min Sha'ban, Mwenyezi Mungu atatujibu dua zetu na Mwenyezi Mungu atatuondoshea haya yaliyotupata. Usiku kama huu wa kesho ni usiku mtukufu sana. Tukiueleza fadhila zake ni nyingi sana, lakini tutachaja mawili matatu kadiri ya watu waone umuhimu wa siku kama hii. Sayyidatina Aisha, hadithi iliyopokewa na mama yetu Sayyidatina Aisha ummul mu'minin, asema siku ya tarehe 14 katika mwezi wa Shabani, usiku wake mtumi alikuwa uko, ni siku yangu na uba yangu ya kulala nyumbani kwangu. Tukalala na mtumi, nikishtuka usingizini na nitafuta mtumi nikamkosa. Nilipomkosa nikashtuka, na Sayyidatina Aisha akapiga na kishipa cha utuuke, kwa nini siku ni yangu ende akapewe mtu mwingine haki yangu? Akababaika, akatoka kwenda kumtafuta mtumi, akampitia Sayyidatina Fatima radhiallahu ta'ala anha, akambishia, akamweleza mambo kama haya. Wakatoka Sayyidina Ali na Sayyidatina Fatima na Hassan na Hussein kwenda kumtafuta mtumi. Wakaenda wakamtafuta msikitini wakamkosa, wakamtafuta nyumba zake zile za wake wengine wakamkosa. Sayyidina Ali akaona nuru katika Baqi, akamwambia hapana shaka huyo mtumi mtakaye, huyo mtumi uko Baqi, angalia nuru ilivyojaa katika makaburi. Walipofika katika Baqi wakampata mtumi sajidan, amesujudu, yuaomba kwa kila sampuli ya dua kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huku akimwambia Mwenyezi Mungu: in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Katika maneno yake, katika dua zake alizozileta, kisa alisoma aya hii ya Qur'ani akimwambia Mwenyezi Mungu: in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka, ukiwadhibisha hawa watu waja wako ni haki yako, hakuna mwenye kukulaumu wala kukutaaraf. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ukiwasamehe wewe ni mwingi wa utukufu, wewe ni mwingi wa ushindi. Al-Hakim, ambao huweka mambo kila kitu pahala pake. Na sisi tumwambia Mwenyezi Mungu: in taghfir lana
na sisi ukitusamehe ya Rabb fa innaka antal azizul hakim. Na sisi tumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe kwamba yeye ni mwingi wa utukufu, ni mwingi wa ufalme, ni hakimu katika mambo yake, na sisi tumwomba Mwenyezi Mungu ighfir lana, atusamehe. Alipoinua kitwa mtumi kutoka katika sijda, akamwona Sayyidatina Aisha, akamwambia Aisha, akunti takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu? Sayyidatina Aisha akamjibu, wama bidhalika, akamwambia, wewe Sayyidina Aisha wadhania, waogopa kwamba Mwenyezi Mungu na mtumi wake atakupokonya haki yako? Sio sababu yako, sio sababu niliyotoka nyumbani mimi. Akamwambia, atadirina mahadhi leila, waujua ni usiku gani hunu ya Aisha? Akamwambia, huu ni usiku Mwenyezi Mungu hutajali katika samaa dunia, akawasamehe waja wake wote ila watu wawili. Hawaingii katika watu sampuli mbili, hawaingii katika msamaha Mwenyezi Mungu: mtu ambaye ni mushrik billah, na mtu ambaye ana mushahin, mwenye hikdi, mwenye matungu, mwenye bughdha, mwenye adawa na ndugu yake muumini au Muislamu. Huyo hawaingii katika msamaha Mwenyezi Mungu katika siku kama hiyo. Na Mwenyezi Mungu katika hadithi iliyopokewa na Muadh bin Jabal, Mwenyezi Mungu huwatokea waja wake, akawaangalia kwa ito la rehema, akawasamehe jamii ya khalqi, viumbe wake. Idadi ya nyele za mbuzi Banu Kalb. Banu Kalb ndio kabila kubwa katika kabila za Kiarabu, na ndio kabila yenye mbuzi wengi. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwasamehe watu idadi ya nyele za mbuzi wa Banu Kalb. Ndugu yangu, tusiponyoke katika usiku kama huu, tusifungie katika msamaha Mwenyezi Mungu, tusafishe nyoyo zetu na ndugu zetu, tuwe hatuna ugomvi na mtu, hatuna hikdi na mtu, hatuna hasadi na mtu, tupate rehema Mwenyezi Mungu ya siku ya Jumatano, Lailatul Nisfi min shahri Shaaban al-Mukarram. Hii ni siku kubwa. Yataka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu, qumu lailaha, simama usiku kwa ibada yoyote, wasumu naharaha, na ufunge mtana wake. Basi yatakana na sisi tusimame usiku kwa ibada, kwa kusoma Qur'ani, kwa kusali Mtume, kwa kuleta istighfari na baadhi ya ibada mbalimbali. Hii mambo yamekusihi kabisa, hayana mushkili. Tumwombeni Mwenyezi Mungu katika usiku kama huno, na mtana tufunge. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atuondolee baa hizi tuzijuazo na ambazo ziko mbele yetu. Mwenyezi Mungu alistopishe zisifikie. Usiku kama huno Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu alionekanwa ameshika satarul Kaaba, zile nguo za Kaaba, huku akilia akimwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi shaqiyan au mahruman au matrudan au muqattar alayya fi rizq famhu Allahumma bifadlika shaqawati wa hirmani wa tardi wa qitara rizqi wa athbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إلهي بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به عالم إنك العز الأكرم. Hii ndio dua Sayyidina Umar alikuwa ameshika nguo ya Kaaba akilia akimwomba Mwenyezi Mungu maneno kama haya. Basi na wanazuoni wetu wametuwekea katika usiku huu utakoanza kesho baada ya salati al-maghrib tusome mayasini matatu. Yasini la kwanza tulul umri, Mungu atupe umri mrefu na amali nzuri. Maana umri ukiwa ni mrefu hauna amali nzuri hauna maana. Na yasini ya pili dafi balaa, Mwenyezi Mungu atuondoshe balaa hizi tulizonazo na zinginezo, Mwenyezi Mungu atuondoshe. Yasini la tatu kwa nia Mwenyezi Mungu atupe istighna, yani nas kutosheka, kutomhitaji mtu, mambo yetu yote tumhitajie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwaomba watu, kuwategemea watu, kuwanyenyekea watu ni makosa makubwa katika dini ya Uislamu. Mtume asema man tawalla
lighaniyin liyajida min malihi faqad dhahaba thultha dinihi, ule atakaye mtegemea tajiri kwa ajili apate chochote katika mali yake, kwa ajili apate mali yake, huyo ishaondoka thuluthi mbili za dini yake. Sasa ndugu yangu Muislamu, ikiwa thuluthi mbili za dini zimeondoka, kuna kitu gani kimebakia? Kwa hivi tuombeni katika Yasin 3, Mwenyezi Mungu atutosheleze yeye, tusimhitajie mtu, tumhitajie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya matate nimependa kuwakumbusha masala ya kesho, na ningelipenda vile vile kila nyumba ya muumini, kila nyumba ya Muislamu, maadamu hatuna nafasi kwenda misikitini sasa, basi katika majumba zetu, kila nyumba ya Muislamu watu wakusanyikane, baba na mama na mume na mke, vijana na mababa zao, na kila nyumba wakusanyikane kama watu 3, 4, 5, 6, 7, baketi wasome Yasin 3 kwa nia kama hivi tulivyozungumza. Kwa haya matatu Mwenyezi Mungu atuwafikie na tufanyeni hima, na Mwenyezi Mungu insha Allah Taala kabla haijafika Ramadhani Mwenyezi Mungu atatuondoshea balaa hizi, na ikiwa hazikuondoka Mwenyezi Mungu ni alam bil masalih kuliko sisi. Wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.